Karibu katika simulizi na asili ya mkoa wa Singida pamoja na kisa cha uwanja wa CCM Liti, uwanja ambao unatumiwa na klabu kubwa mkoani humo. Klabu inajulikana kama Singida Black Stars. Tutaenda kukupitisha katika visa vingi kweli kweli. Toka mkoa huu uanze ilikuwa ni mwaka gani mpaka hivi sasa tunajua kama mkoa pekee ambao unazalisha kuku wa kienyeji, mafuta ya alizeti, mkoa ambao unazalisha viazi vitamu. Leo tutaenda kuchambua na kupitia kwa kina makabila yapi ambayo yanateka sana katika eneo hilo. Yapo makabila makuu mawili. Hayo yote nitakupitisha katika simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Cha msingi ni kuungana nami katika simulizi hii. Mimi ni msimulizi wako, naitwa Daud Alexander Scott Wizi. Hii ni Usiku TV. Asili na uundwaji wa mkoa wa Singida. Mkoa wa Singida uko katikati ya Tanzania. Bara linajulikana kama bara la Afrika, njia ya usafiri kwenda sehemu mbalimbali za nchi. Mkoa huu ulikuwa ni sehemu ya wilaya ya Jimbo la Kati kabla ya kuundwa rasmi kwa mkoa huu wa Singida, ambayo ilikuwa ni tarehe 15 Oktoba mwaka 1963. Kabla ya hapo ilijumuisha maeneo mengi ambayo sasa ni mikoa mingine kama Dodoma. Mkoa wa Singida una wilaya 5: Singida, Iramba, Manyoni, Kalama na Ikungi, na serikali zake na halmashauri 7. Mkoa huu ni kati ya maeneo yanayopata mvua kidogo, na ndio maana kilimo hutegemea sana misimu ya mvua. Jamii na utamaduni. Singida ni nyumbani kwa makabila mbalimbali ya kihistoria kama Wenyaturu, Wenyiramba na Wagogo kwa mbali, ambao Wagogo hao mara nyingi huishia mpakani ukiwa unaingia ukiwa unamalizia kutoka katika mipaka ya mkoa wa Singida huko katika wilaya ya Manyoni mwishoni. Karne nyingi walikuwa wenyeji wa ardhi hii, ambao kabla ya ukoloni wa Kijerumani na baadaye Waingereza. Kwa mfano, ndani ya simulizi za jamii kuna historia ya Bibi Liti, mwanamke shujaa wa kabila la Wanyaturu aliyepambana dhidi ya walowezi wa kikoloni kwa kutumia nyuki kama askari wake, jambo ambalo limeingia kama sehemu ya simulizi ya jadi. Hii ni simulizi ya jamii inayojitokeza mara kwa mara haraka katika mijadala ya mitandao, ikiashiria utambulisho wa kihistoria wa uwanja wa Liti. Katika muktadha wa utamaduni huu, Singida inatajwa kuwa na historia ya ushujaa na upiganaji wa vita dhidi ya ukoloni, ambayo inachangia pia jina la maeneo kama uwanja wa CCM Liti. Na huu ndio ule uwanja ambao tunaojua kama uwanja wa Singida Black Stars. Historia ya uwanja wa CCM Liti, yani Liti Stadium, jina la asili yake ni upi hasa? Uwanja unajulikana kama CCM Liti Stadium hapo Singida ni uwanja wa michezo ambao awali ulikuwa unajulikana kama Namfua Stadium au Namfua Football Ground. Baadaye ulipata jina kama Liti, ambalo lilionekana kuwa limechanwa kutokana na simulizi ya jamii kuhusu mwanamke shujaa wa eneo hilo aitwaye Liti. Wenyewe Wenyaturu huwa wanamtamka kilaini sana, ulimi wao huwa unalegeza misili ya kula mlenda, ambao wanalita jina hili kama Lire. Hivyo majina ya uwanja unajumuisha utambulisho wa historia ya jamii. Kwa namna hii, uwanja huo si tu eneo la michezo, bali pia ni sehemu ya urithi wa historia unaowakilisha simulizi na jamii ya Singida juu ya upambanaji na ujasiri dhidi ya ukoloni. Umuhimu wa uwanja wa CCM Liti umekuwa kivutio cha shughuli nyingi za kijamii na siasa. Unatumika kama uwanja wa mechi za ligi kuu Tanzania bara na mashindano ya kitaifa. Umekuwa mahali pa mikutano ya kijamii, burudani kama mashindano ya michezo yaliyoanzishwa kuelekea maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa. Serikali ya mkoa mara nyingi inatumia uwanja huu kwa shughuli za umma kama kufunga michezo na maadhimisho. Uwanja pia umekuwa ukipokea changamoto za kiufundi. Katika mwaka 2025, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF lilifunga uwanja huo kwa matumizi ya ligi kuu baada ya kushindwa kukidhi vigezo vya kanuni, jambo lilofanya timu zinazotumia uwanja huo kufunga na kuhama kwa muda. Simulizi ya jamii juu ya jina Liti.
Katika mijadala mitandaoni kuna simulizi zinazoeleza kuwa ujana na kijana mmoja aliyeitwa Liri ama Liri, Waswahili tukumuita Liti, alikuwa mwanamke wa kabila la Wanyaturu aliongoza mapigano dhidi ya wakoloni, na kwamba alitumia nyuki kama silaha dhidi ya walowezi, na hata kwamba kichwa chake kilichukuliwa na Wajerumani. Simulizi hizi zinaonyesha jinsi jamii zinavyokumbuka kama shujaa. Liti ni mwanamke wa Kinyaturu aliyepambana na shujaa wa Kijerumani na kuwashinda. Alikuwa na jeshi lake kabisa. Baadaye simulizi ya jamii ya mtandaoni. Haya yanaonekana kuwa ni mitazamo ya jamii na jinsi jina linavyotumika kimaudhui na kiutamaduni. Si historia rasmi iliyoundwa katika vitabu vya taaluma, lakini ni fununu ambazo zipo kwa jamii wa Wanyaturu huko mkoani Singida. Nukuu halisi na maoni ya wenyeji na viongozi. Hapa chini ni baadhi ya nukuu zilizochapishwa mitandaoni na viongozi na taarifa rasmi zinazohusiana na Singida na uwanja wa CCM Liti kuhusu maadhimisho ya Mei Mosi mkoani Singida. Tutakuwa na shughuli mbalimbali kama michezo, utalii, ngoma za asili. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Ndendego akizungumzia maandalizi ya maadhimisho katika uwanja wa CCM Liti. Kuhusu umuhimu wa michezo, michezo ni muhimu sana katika maisha yetu ili kujenga afya zetu, naibu waziri Patrobas alisema. Katambi wakati akizindua maadhimisho na mashindano ya michezo katika uwanja wa CCM Liti. Uchambuzi wa kina. Uwanja wa CCM Liti umekuwa ni alama ya umoja wa kijamii, si tu kwa michezo bali pia kiutamaduni, siasa. Kuanzia maadhimisho ya kitaifa hadi mechi za ligi kuu. Majina kama Liti yanachanganya historia ya kijadi na uhalisia wa kisiasa, ambapo jamii inatumia uzito wa simulizi ya jadi kuonyesha heshima kwa waliopigania ardhi na uhuru wa jamii yao. Mabadiliko na miundombinu ya michezo. Kwa miaka hivi karibuni, timu kama Singida Black Stars iliyobadilika jina katika historia yake kutoka IHF hadi Singida Black Stars kisha Singida Fountain Gate imekuwa ikitumia uwanja huu kama uwanja nyumbani, na hivyo kuongoza umaarufu wa matumizi ya uwanja huo. Mkoa wa Singida ni mojawapo ya maeneo yenye historia tajiri ya utamaduni, kumbukumbu za utawala wa kikoloni na mapambano ya kijamii. Uwanja wa CCM Liti kwa upande wake ni zaidi ya uwanja wa michezo, ni sehemu ya historia ya jamii, siasa na utambulisho wa kieneo. Unapozungumzia mkoa wa Singida kuna machifu ambao walishawahi kutawala mkoa huu. Hapa hauwezi ukaacha kumtaja chifu anajulikana kama Chifu Senge. Mpaka hivi sasa ukitembelea katika mkoa wa Singida, maeneo ya juu katika maeneo ya Sabasaba huko, ambapo jina hasa tunaita Utemini, huko ipo shule ambayo inajulikana kama Chifu Senge, na hiyo ndo shule ambapo alikuwa anapatikana chifu huyo wa Kinyaturu, Chifu Senge. Unalipi la kuongezea katika simulizi hii? Tuandike katika komenti yako. Mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV.